wana ile experience ya kuongea Kitaita vizuri na wanajua zile mila za Kitaita, basi ni vizuri watafute njia ya kuziwakilisha kwa ziandikwe kwa Kitaita, ama labda zipelekwe mahali kwa radio station ziwe recorded for future use. Kididi FM kwa habari moto moto. Na tukiendelea ni kuwa wafanyabiashara hususan wanaohudumu katika mpaka wa Taveta na nchi jirani ya Tanzania sasa wanashinikiza viongozi wa kitaifa kutoka nchi ya Kenya na Tanzania kutafuta suluhu kuhusu utata wa muda mrefu wa kibiashara. Wafanyabiashara hao wanadai kubaguliwa na hata kulipishwa ushuru maradufu, hali inayowaacha kukadiria hasara katika biashara zao. Aidha, wanadai dhuluma wanayopitia wakiwa katika nchi jirani ya Tanzania kibiashara ni kinyume na wafanyabiashara wenza kutoka nchini humo ambao wanafurahia uhuru wa kibiashara humo nchini sawa na kupata faida maradufu. Kufuatia haya, wametoa wito kwa viongozi husika kutoka mataifa haya mawili kutafuta suluhu ya kibiashara kwa haraka. Kididi FM kwa habari moto moto. Na tukisalia hapa Taita Taveta ni kuwa serikali ya kaunti ya Taita Taveta imeanzisha ushirikishi wa umma ambao umeratibiwa kuanza Alhamisi tarehe 24 hadi Ijumaa tarehe 25 wiki hii ili kupata maoni ya wakazi wa kaunti hii kuhusu makadirio ya budget estimate ya kaunti hii. Hata hivyo, wito wa wakazi kuhakikisha fedha zimewekwa kulingana na kipaumbele cha wadi na kuangalia mapendekezo ya mipango ya matumizi ya fedha ya wizara zote. Aidha, kesho tarehe 24 na mwaka huu na serikali ya kaunti ya Taita Taveta itakuwa Mwatate na Taveta kuchukua maoni yako kuhusu makadirio ya bajeti ya mswada wa mwaka 2025 na mwaka 2026. Kididi FM kwa habari moto moto. Na tukiendelea na habari zingine ni kuwa aliyekuwa gavana wa Kiambu Fernand Waititu ambaye kwa sasa anatumikia kifungo baada ya kupatikana hatia kuhusiana na madai ya ufisadi amepewa kibali cha kurekebisha ombi lake la kutaka kuachiliwa kwa dhamana. Awali, Waititu alikuwa amewasilisha ombi mbele ya mahakama kuu kupinga hukumu yake. Hata hivyo, ombi lake la awali la kutaka apewe dhamana lilitupiliwa mbali huku mahakama ikihakikisha kwamba rufaa hiyo itasikilizwa kwa haraka. Katika ombi jipya, Waititu anataka kurekebisha ombi lake ili kuwasilisha ushahidi mpya na kwa sababu za ziada kuunga mkono kesi yake. Mahakama sasa imeruhusu marekebisho haya na kumpa Waititu fursa mpya ya kutetea kuachiliwa kwake huku akiendelea kukata rufaa dhidi ya hukumu hiyo. Gavana huyo wa zamani alihukumiwa kifungo cha miaka 12 jela na kulipa shilingi milioni 52.5 baada ya kupatikana hatia mgongano wa maslahi katika kesi ya ufisadi ya shilingi milioni 588. Waititu vile vile alizuiliwa kuwania kiti chochote cha kisiasa kwa kipindi cha miaka 7. Waititu alishtakiwa pamoja na mkewe Susan Ndung'u ambaye alipewa kifungo cha mwaka mmoja ama kulipa faini ya nusu milioni. Kididi FM kwa habari moto moto. Na waumini kadhaa wa kanisa la ACK Mukanduini katika wadi ya Kanyekieni, kaunti ya Kirinyaga wamelazwa hospitalini baada ya kula nyama chafu ya ng'ombe iliyochinjwa siku ya Jumapili. Kulingana na maafisa wa afya wa kaunti, zaidi ya watu 100 wamelazwa katika hospitali ya serikali na kaunti na wengine katika hospitali za kibinafsi Kagio na Kerugoya. Jetifa Mutemi ambaye anaendelea kupata nafuu katika kituo cha afya cha Kiaga anasimulia jinsi walivyochinja fahadi siku ya Jumapili kwa sherehe na baadhi ya waumini walianza kutafuta matibabu siku ya Jumatatu. Moses Nyaga amesema hakuelewa ni nini kiliendelea vibaya kwani nyama hiyo ilikaguliwa na afisa wa mifugo wa eneo hilo. Naibu afisa wa afya wa umma wa Kirinyaga Peter Irungu amebainisha kuwa maafisa wa afya wa umma watahakikisha watu wote wanaoaminika kula nyama hiyo
wamepata matibabu. Kididi FM kwa habari moto moto. Na kimataifa ni kuwa upinzani nchini Uturuki umewataka wafuasi wake kukusanyika nje ya majengo ya bunge mjini Ankara leo Jumatano kupinga marufuku iliyotangaza rasmi dhidi ya mikusanyiko. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha CHP Özgür Özel amesema atahutubia nje ya bunge wakati nchi hiyo ikiadhimisha siku ya uhuru wa kitaifa. Özel amewaambia wafuasi wa chama hicho kujitokeza kwa wingi leo alasiri, akisitiza kwamba raia ndio wenye mamlaka ya taifa hilo. Kiongozi wa upinzani Uturuki amemtembelea meya aliyekuwa gerezani wa mji wa Istanbul aliyekamatwa mwezi mmoja uliopita kwa tuhuma za rushwa. Ekrem İmamoğlu ambaye ni mgombeaji wa urais wa chama cha CHP mwaka 2028 pia ametoa wito akiwa gerezani na kuwataka Waturuki washiriki maandamano hayo. Kididi FM kwa habari moto moto. Na mwisho wa habari zetu awamu ya saa 1, na watakia usiku mwema. Jina langu ni Sara Nzilani. Mbona watu wanasema